nyosha mikono, nyosha niwaone, nyosha mikono, nyosha niwaone. Shinyanga Polisi Jamii Marathon. Marathon hii haijapangwa ili kwenda kutafuta ugali na nyama kwa ajili ya familia ya mwenyekiti. Hapana. Wala haijapangwa ili mimi niende nikanunulie familia yangu wali. Hapana. Marathon hii imepangwa pamoja na wanamichezo kutoka kwenye mikoa yote nchini na nchi za jirani kuja kushiriki, lakini pia ina lengo la ndani kwamba wadhamini mbalimbali watakaojitokeza katika kudhamini marathoni hii, moja ya jukumu ambalo tutakuwa tunashirikiana nao ni kuhakikisha tunafanya ununuzi mkubwa wa vyombo vya usafiri kwa maana ya pikipiki kwa ajili ya askari wetu ambao tunawaita polisi jamii, ambao wametapakaa kwenye kata zetu mbalimbali katika mkoa wote wa Shinyanga. Kwa hiyo naona ni lengo, hatuendi tu kufanya hii michezo bure, lakini tuna lengo ya kuimarisha usalama na ulinzi katika maeneo yetu. Askari wetu katika kata tunazokaa wanapokuwa wana usafiri wa uhakika, maana yake ni kwamba watakuwa wana uwezo wa kushirikiana na jamii kufanya shughuli za ulinzi na usalama na utoaji wa elimu na kufika kwa wakati katika maeneo mbalimbali ambayo yana dharura zozote, kwa sababu watakuwa wana vyombo vya usafiri. Kwa hiyo hili ni lengo kubwa ambalo sote kwa pamoja lazima tulitekeleze ili mwisho wa siku tuweze kuhakikisha ya kwamba raia wetu wanaendelea kuishi kwa usalama na amani. Kwa hiyo hili ni lengo kubwa na ni lengo zuri, na nataka niwahakikishie kwamba upande wa serikali tutashirikiana na kushikamana ili mwisho wa siku malengo haya yaweze kufikiwa. Ninajua tumekuwa busy sana hapa sisi katikati. Hata mimi mwenyewe pamoja na kuagizwa kwamba leo napaswa niwe hapa, lakini nilikuwa na majukumu mengine ambayo pia nimeagizwa nihakikishe nimeyatekeleza. Kwa hiyo ilikuwa ni katikati ya kale kamstari kembamba kati ya mbingu na dunia, kwamba unapambana uweze kufika kuzindua hili tukio, lakini kuna mambo mengine ambayo lazima uweze kuyafanyia kazi. Lakini nataka niwahakikishie kwamba tukishamaliza shughuli ya upigaji kura tutakuwa bado tuna takribani mwezi mzima, na kwa kweli tutakuwa tuna muda wa kutosha pamoja kuhakikisha tunapambana ili jukumu hili liweze kukamilika. Kwa hiyo nasema asanteni sana. Lakini mwisho, japokuwa sio kwa muhimu sana, nimeona pia niwakumbushe na niendelee kuwaalika, na hii ni kwa wanamichezo wote na wananchi wote, kwamba kama mnavyofahamu kampeni za uchaguzi mkuu wa madiwani, wa bunge pamoja na rais za mwaka 2025 zinaelekea mwishoni, na siku ya Jumatano tarehe 29 Oktoba ambayo ni Jumatano ya wiki ijayo ni siku ambayo Watanzania wote watakuwa wanakwenda kupiga kura kuwachagua madiwani, wa bunge pamoja na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo hili ni jukumu kubwa ambalo liko mbele yetu, na kama tunavyofahamu
toka tumepata uhuru mwaka 1961 mpaka leo, kila baada ya miaka mitano tumekuwa tukishiriki uchaguzi mkuu kama taifa. Mwaka 65 tumeshiriki uchaguzi, mwaka 70 tumeshiriki uchaguzi, 75 tumeshiriki uchaguzi, mwaka 1980 tumeshiriki uchaguzi, 85, 90, 95 tumeshiriki uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi. Mwaka 2000, 2005 tumeshiriki uchaguzi, 2010 tumeshiriki uchaguzi, 2015 na 2020. Na kwa hiyo sasa ni awamu ya 2025. Kwa hiyo niendelee kuwaomba na kuwasisitiza wananchi na wanamichezo wote mjitokeze kwa wingi. Kahama, kule Kishapu, vituo vyote vitakuwa wazi kuanzia mapema saa 12 asubuhi. Kwa hiyo wananchi, kabla hujaenda kwenye jukumu lako lingine lolote tarehe 29, uhakikisha kwamba umekwenda na kupiga kura yako kumchagua diwani, kumchagua mbunge na kumchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tujitokeze kwa wingi, twende tukapige kura. Ukimaliza kupiga kura yako kama tunavyofanya miaka yote, sasa rejea kwenye majukumu yako ya kawaida. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mamlaka yake ya kikatiba ameitangaza tarehe 29 Oktoba ambayo itakuwa siku ya Jumatano wiki ijayo kuwa siku ya mapumziko. Kwa hiyo haitakuwa siku ya kazi. Na kama mnafahamu miaka ya nyuma kura zilikuwa zinapigwa wakati mwingine weekend, Jumapili. Sasa imeonekana kwamba hizi siku za ibada, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili ziachwe. Kura zisipigwe katika hizi siku. Badala yake ichaguliwe siku ya katikati ya juma. Kwa hiyo huu ni utaratibu mpya, lakini itakuwa ni siku ya mapumziko. Tujitokeze twende tukapige kura. Lakini pia nafahamu kwamba ukitembelea katika mitandao ya kijamii na wale ambao wana simu wanaingia kwenye mitandao, wataona pana baadhi ya watu ambao wako nje ya Tanzania wanaandika kwenye mitandao, wanasema tarehe 29 Oktoba wanasema msipige kura, mkaandamane. Sasa katika taifa letu hatuna huo taratibu. Siku ya kupiga kura ni siku ya kwenda kupiga kura. Kwa hiyo nataka niwahakikishie wananchi wa Shinyanga kwamba hatuna mtu atakayeandamana mahali popote, ila tuna watu watakaoenda kwenye vituo na kwenda kufanya zoezi la kupiga kura. Na kuna wengine, nilizungumza na mwananchi mmoja akaniambia, sasa DC ni kama vile tuna wasiwasi. Kuna watu wamesema wataandamana, sasa tutapigaje kura? Nataka nikuhakikishie kwamba kwanza hakuna mtu atakayeandamana, na tumejizatiti vya kutosha, na mnafahamu namna ambavyo nchi yetu inalindwa kwa weledi mkubwa na wananchi pamoja na vyombo vyake vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo tuna usalama wa kutosha kabisa. Hakutakuwa na mtu atakayeandamana siku ya kupiga kura, lakini pia hakutakuwa na mtu atakaye gasiwa na mtu yeyote kwamba asiende kupiga kura. Tarehe 29 Oktoba tutaamka kama tulivyoamka leo, itakuwa shwari kama ilivyo leo. Kwa hiyo utaenda kwenye kituo chako cha jirani, utaangalia jina lako na kisha utaendelea na utaratibu. Na lengo letu ni kukusanya shilingi milioni 520. Ndio bado tunaendelea na mkakati huo. Ndio maana nimemuomba sana baba asituache, kwa sababu bado tuna mzigo mkubwa wa kutafuta fedha hizo. Niombe baba, najua umemwakilisha mkuu wa mkoa hapa, kwa niaba yako nikuombe umuombe atushike mkono kwa ajili ya kupata wadhamini. Yeye, ofisi yake, wewe na taasisi mbalimbali za serikali watusaidie kupata wadhamini kwa ajili ya kupata fedha hizo. Polisi Jamii Fitness Center, lengo kuu ni kutengeneza afya ya binadamu, lakini pia kutengeneza mahusiano mema. Lakini pia kwenye mazoezi hayo pia kuna mahusiano
yanatengeneza mahusiano kati ya jamii na jeshi la polisi. Mwisho nipende kusema jambo moja, kwamba tunaelekea kwenye uchaguzi wa urais ambao utafanyika tarehe 29 mwezi huu. Nipende kuwaasa wananchi wajitokeze kwa wingi kwenda kutimiza takwa la kisheria na kuchagua kiongozi ambaye atamhitaji. Kwa jeshi la polisi tumejipanga vyema kuhakikisha wananchi wanapiga kura salama bila bugdha yoyote na kurudi nyumbani salama. Mwisho ni washukuru wote walioshiriki kwenye zoezi hili, lakini pia niwakaribishe sana Novemba 30 kwenye marathoni ya Polisi Jamii Fitness Center. Niwashukuru sana, asanteni. Tunazunguka humu ndani ya manispaa kupata kilomita hizo. Kwa hiyo hatutaenda mbali na usalama utakuwepo wa kutosha. Kila mwana aliyejisajili anayeshiriki atakimbia na kurudi salama. Maandalizi yote yanaendelea kama tulivyosema. Lakini unajisajilije? Kwa sasa tunapatikana bwalo la polisi pale wakati tunafanya mazoezi, tunapatikana jioni kuanzia saa 1. Kwa hiyo ukija unajisajili, na kwa sababu mheshimiwa ameshatuzindulia, maana yake unachukua na vifaa vyako moja kwa moja unaondoka navyo. Utakachobakiza ni medali tu ambayo hautapatiwa, lakini siku ukimaliza mbio unavishwa medali. Kuna utaratibu ambao utakuwa unavishwa medali. Kwa hiyo tujisajili, kuna mfumo wa lipa namba ambao tumeweka na kuna namba za benki ambazo tumeweka, unaweza ukalipia. Kwa hiyo display zitaonekana kila sehemu ili tuendelee kufanya kujisajili. Kama tulivyosema, tunataka wakimbiaji 1000. Hata zidi hata mmoja. Hizi vifaa t-shirt ziko 1000, medali ziko 1000. Tunatamani kila aliyekimbia apate t-shirt na apate medali. Kwa hiyo ukisikia sold out kwamba nafasi zimeisha, maana yake hatuwezi kuendelea kwa sababu hatutapata medali ya kumpatia. Kwa hiyo anza sasa hivi. Na mbio yetu kuna zawadi. Wale wanaokimbia kwa ajili ya kupata zawadi wapo na wenyewe, na kuna wale ambao tunakimbia kujiburudisha. Unatembea, unaruhusiwa kutembea, unakimbia. Kuna point za maji zitakuwepo, unaenda unakunywa maji, unapumzika. Kuna sehemu za kupoza mwili, maji yanakumwagikia, unapoza mwili wako, zitakuwepo. Ni sehemu ambayo unatoka na familia, wanafanya mtoko, sio kukimbia tu. Unaweza ukatembea kilomita hizo, na muda ni masaa 3. Kwa hiyo katika hali ya kawaida kilomita 5 huwezi kushindwa ndani ya masaa 3 hujarudi. Kwa hiyo inawezekana. Usiogope kwamba mimi siwezi kukimbia. Toka na familia, tembea, ushiriki mbio kwa staili hiyo. Ni mtoko, na tunatamani Shinyanga tuwaonyeshe kwamba na sisi tunaweza kufanya marathon kubwa kama alivyosema mheshimiwa. Na yangu ni hayo, tunashukuru sana. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inaitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.